Sisi wananchi wa mtaa wa Ipompo tunashukuru sana kwa mradi huu, maana changamoto ya maji ilikuwa ni kubwa mno, lakini kwa sasa changamoto hiyo itakuwa imetatuliwa, kwa maana mbunge wetu wakishirikiana na diwani wetu wametutatulia changamoto hii ambayo imetusumbua kwa muda mrefu. Utatuzi wa changamoto ya maji kwenye mtaa wa Ipompo na maeneo yake jirani unaenda kuchochea pia uchumi wa wakazi wa kata ya Itagano, kwa sababu wananchi wa Itagano wanajishughulisha sana na shughuli ya kilimo. Ule muda mwingi ambao walikuwa wanautumia kwa ajili ya kuyafuata maji huko kwenye makorongo, sasa hivi ule muda utahamia kwenye shughuli za kilimo. Lakini kwenye kata yetu ya Itagano pia tunayo fursa ya elimu, ambao tuna wanafunzi kwenye shule ya msingi na shule ya sekondari. Wamekuwa wakitumia muda mwingi kwa ajili ya kuyatafuta maji, lakini sasa changamoto hii umeenda kuimaliza. Kwa maana hiyo muda mwingi utatumika kwenye kusoma na kuweza kuboresha elimu kwenye kata yetu ya Itagano. Hatuwezi kusema sana, maana wananchi wa Ipompo wamefarijika kupitia huu mradi mkubwa wa maji. Adha ya maji hivyo imepungua mahali hapa, maana tumepata shida sana kwa miaka iliyopita ya nyuma. Kwa kupitia mradi huu tunakushukuru sana, na wananchi pia wanakushukuru sana. Ndugu zangu, niseme tu kwamba mbunge huyu akisema hii ni moja, ujue ni moja kweli. Kwa hiyo alishatuhakikishia kwamba maji lazima yaje, na tayari tumeshayaona maji yameshakuja. Tukuahidi kwamba 2030, unajua sisi Wasafwa tunasema kwamba mtu tukishamwamini tunamwamini jumla. Tumombe Mungu ufike salama 2030. Chukua fomu, lazima upenye tena. Tunatafuta mtu ambaye anaweza kutufanyia, ambaye anaweza kututoa sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine. Sisi hatuna maneno mengi. Hapa ni kazi tu. Hapa ni kazi tu. Wala sisi hapa hatuna ukabila wala udini. Tunachoangalia sisi hapa ni kazi. Kwa imani hii, kwa ishara hii, tayari umeshaonyesha kabisa kwamba Itagano naipenda, na sisi lazima tukupende. Jina lake halisi anaitwa Patrick Adkini Mwalunenge, lakini jina la kazi anaitwa Trump wa Mbeya. Kwa hiyo tumeshaona makeke yake, ameshaanza. Ndugu zangu wana Itagano, niliwamisi sana. Tangu mara ya mwisho nilipokuja pale kwenye uwanja pale sokoni kuwaomba kula, kwamba mnipe imani nikawawakilishe bungeni, niwe mbunge wenu, nitatoa matatizo yenu. Leo ndio nimekuja kukanyaga hapa. Nimefurahi sana, niliwamisi. Na hipo pamoja kwamba sikuja hapa, wana Itagano nilikuwa nawawazia sana. Kwa nini? Kwa sababu tulikubaliana pale kwenye mkutano kwamba Itagano tuna shida ya maji. Mkasema Itagano tuna shida ya ambulance. Itagano mliniambia barabara hazipitiki vizuri. Itagano mliniambia shule pale ya sekondari madarasa hayatoshi. Itagano jambo la 5 mlisema mnataka soko la mazao. Nakumbuka ndugu zangu? Kwa badala ya sisi tuanze kubeba mazao kwenda nayo mpaka mjini, tukilima sisi tunataka wanunuzi waje wanunue hapa hapa. Nakumbuka Kwa sijasahau hata jambo moja na mengine mengi. Jambo la 6 ilikuwa ni mikopo kwa vijana. Mikopo kwa kina mama. Si ndio ndugu zangu? Sasa hayo mimi ndio naishi nayo ni kule bungeni. Lakini tulikubaliana na mheshimiwa diwani hapa. Tukasema hivi, kati ya barabara na maji kitangulie kipi? Kitangulie kipi kina mama? Maji. Kwa sababu nyinyi ndio mnaopata shida. Unataka mume wako aoge asubuhi apendeze, maji hakuna. Inabidi uamke saa 10 alfajiri au saa 11 kwenda kutafuta maji. Uongo? Lakini unataka mtoto wako muogeshe, avae vizuri aende shuleni, maji hakuna. Kwa hiyo tukakubaliana na mheshimiwa diwani kwamba jambo la kwanza kabisa ni maji, kwa sababu maji ndio yanalinda na pia na afya zetu. Magonjwa ya matumbo na kuharisha yanatokana na kunywa maji ambayo sio safi na salama. Kwa mimi kiukweli kabisa nikasema ibada yangu ya kwanza kuifanya Itagano maji kwanza. Na maji hayo hapo. Na mimi niseme leo nina furaha kubwa sana kuona hichi kisima kimechimbwa na mita zaidi ya 120 na kitu, na maji yamepatikana ya kutosha. Tulikuwa naongea hapa na mheshimiwa diwani nikasema haya maji
wale wazee wetu ambao hawana uwezo wa kuja kuchota maji, tutaweka hapa kioski cha kuchota maji, lakini wazee wako hapa ambao wana uwezo, tuwapelekee maji mpaka nyumbani kwao, mpaka manyumbani. Na tutafunga sola. Kwa sasa tutatumia umeme hapa ili kuchota maji, lakini tutafunga sola ili kupunguza gharama ya nini? Ya umeme. Na nimemwambia diwani na mtendaji, nilikuwa namwambia hapa, watu wa Itagano wasilipishwe bili kwa haya maji. Mtaunda kamati ya maji ambayo watu watakuwa labda wanachangia kidogo tu kama ile tepu ikatika au mpira umepasuka. Si ndio ndugu zangu? Ndio. Lakini kusiwe na mambo ya kulipa bili hapa kila mwezi. Maji haya ni bure. Kwa sababu yametokana na fedha ya mfuko wa jimbo. Fedha yenu. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana. Sana. Kwanza ndio alipisha jina langu mimi kugombea kwa mbunge. Si ndio hivyo? Kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mwenyekiti wetu wa chama taifa. Yeye ndo akasema katika wengi tuliogombea pale nimpeleke Mwalunenge akasaidie wana Itagano. Na kweli na fanya mambo yanaonekana, si ndio? Ndio. Diwani amenipachika jina lingine hilo, nadhani inaitwa Trump wa Mbeya. Na mnajua shughuli ya Trump. Hamna maneno mengi, ni kazi tu. Jana anafanya vitu ambavyo haviwezekaniki, yeye ndo anafanya. Maji hayo hapo. Sawa ndugu zangu? Kwa maji haya myatunze ili na yenyewe yatutunze. Yaimarishe ndoa zetu. Yaongeze ubora wa elimu kwa sababu watoto baadaye kwenda kutafuta maji sasa wanakuwa kinga maji, wanaoga, wanakwenda shuleni.